Habari wanafamilia. Mimi naitwa Rajabu Kabwari, ni mwanafamilia wa Happy Nation Express. Nimehudhuria kwenye msiba wa ndugu yetu, rafiki yetu, mdogo wetu Konstantini almaarufu Costa. Ni kijana ambaye tumeishi naye kwa wema, kwa upendo. Ni mtu ambaye ana upendo sana, yaani ana upendo wa kweli, upendo wa dhati. Nilisikitishwa na taarifa za msiba kwa sababu mimi ndo nilikuwa naye dakika za mwisho. Nimemshusha kutoka kwenye gari yangu, baada dakika 2 tu naambiwa Costa amegongwa na gari, amefariki. Kwa hiyo nilisikitishwa sana, ilibidi nipaki hata gari Nzega pale pembeni kwanza. Kwanza nivute pumzi kwanza, kwa sababu nilihisi nimeishiwa nguvu. Kwa sababu taarifa ile nilipokea yani kwanza sikuamini kama ni kweli. Baada ya kuongea na askari kuniambia ameumia sana lakini hajafariki, sikumwamini. Baada ya kupata taarifa kwa dereva Ngasere, ndo akaniambia dogo bwana hayupo tena. Kwa hiyo nilisikitishwa sana, ilibidi kwanza nisimame kwa muda nipate pumzi. Yani kama ingekuwa ni mwisho wa safari ningebaki, kwa sababu pale mazingira alikuwa hana ndugu yoyote ambaye anaweza kusimamia swala hilo. Kwa tunamshukuru Mungu kwa sababu safari yetu sisi wote ni moja, hakuna budi kulipokea na tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi sote ni waja Mwenyezi Mungu na kwake ndo marejeo yetu. Tunapishana muda na saa, lakini wote tutafika mbele ya haki. Kwa Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Mapokeo ya msiba yamekuwa ni kama ni ya huzuni sana kwa watu wote, na yametushika wote kiukweli. Wametoka watu sehemu mbalimbali. Alikuwa ni mtu wa aina gani kufahamiana kwako wewe naye? Mimi nimefahamiana naye kwenye masuala ya magari, masuala ya mabasi. Ni mtu ambaye anapenda mabasi, alikuwa kwenye mabasi. Kwa ni upendo tu alionyesha, kwamba ananikubali, ananipenda, ananithamini kama mdogo wangu, kama brother wake. Yani alionyesha upendo tu, yani hali ya juu. Yani ilikuwa ni lazima ngitoka Mwanza nije naye paka Shinyanga, anabaki pale, au Tinde anabaki, anarudi na Ngasere. Kwa yani ni mtu ambaye ni mtu wa watu tuseme. Yani ni kijana mstaarabu sana, lakini ndo haina budi. Mipango ya Mungu ni mikubwa kuliko mipango yetu. Kwa majina naitwa Eliki Rafaeli, ni mmoja kati ya marafiki wa marehemu Konstantini Claude Kapatia. Kiukweli nikiwa kama rafiki, na sio rafiki tu, ni kama ndugu wa marehemu, hili swala kwanza limeniumiza, na sio mimi peke yangu, hata marafiki zangu hapa tulipo, kwa sababu ni swala ambalo hawezi ukaliamini kwa haraka, kwa kuwa ni mtu ambaye tumefanya naye kazi kwa muda mrefu, na sio kazi tu ambazo, yani ni kazi ambazo zenye manufaa. Kwa hiyo kama ndugu, kama rafiki, tumepata pengo kubwa la kuondokewa na mtu wetu. Lakini pia haya maumivu ni maumivu ambayo hayawezi yakasahaulika kwa haraka, kwa sababu ni mtu ambaye tumemzoea na ni kipenzi cha wengi. Kwa haya maumivu ni makali, hayawezi yakaelezeka. Mimi sina mengi ya kuongea, lakini Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi. Tutakutana baadaye iliyo njema. Kwa kweli huu msiba umetusikitisha sana. Hii taarifa nimeipata kutoka kwa mwanangu Eriki ambaye ni rafiki yake wa karibu. Alinipigia simu kwamba rafiki yangu amefariki. Kwa kweli tulipokea kwa masikitiko makubwa sana. Pia mama yake na marehemu ni mtumishi ambaye tunafanya naye kazi katika hospitali ya Mtakatifu Gaspari. Ni msiba wa ghafla, na taarifa ulivyoipokea, hali yako ya kwanza ilikuwaje? Nilipokea nikiwa chumbani, nilidondoka kwanza, nikashtuka. Nikaitupa simu chini. Baadaye nikaichukua, nikamuuliza mwanangu, taarifa hizi ni za kweli? Mtoto wangu ananiambia, ngoja kwanza, mimi mwenyewe sijielewi. Hakunipa taarifa vizuri. Baada ya nusu saa nikamrudia tena, hizo taarifa ni za kweli? Akaniambia ni za kweli mama. Kwa kweli nilishikwa na bumbuazi, sikujua cha kufanya. Nilichomuuliza tu, je, taarifa kwa wazazi zimefika? Akasema hazijafika, tunaogopa kusema, tunatafuta njia ya kwenda kumwambia mzazi wake.